Bismillahirrahmanirrahim. Tukiendelea na kipindi chetu cha Balaghatul Qur'anil Karim, ufasaha wa Qur'ani tukufu. Hakuna maneno fasaha, maneno yaliyokuwa matamu yenye ufasaha wa hali ya juu kushinda Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wajua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameishi miaka 63 katika hii dunia, na miaka 63 hii imetajwa ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja miaka aliyoishi Mtume sallallahu alayhi wasallam, miaka 63 katika Qur'ani. Laweza kukushangaza suala kama hili, kwa sababu pengine hujaona mahali katika Qur'ani imeandikwa kwamba Mtume ameishi miaka 63. Lakini leo naomba ufuatilie kwa makini uone namna gani Mwenyezi Mungu anavyotumia ufasaha na ubingwa katika Qur'ani. Tukirudi kwenye suratu Yunus aya ya 46, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum au natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun. Hii ni suratu Yunus aya ya 46. Makinika vizuri hapa, Mwenyezi Mungu ametaja kufariki kwa Mtume, au natawaffayannaka, au tutakapo kukufisha. Kwa hiyo aya hii imetaja kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tutaka tujue wapi imetajwa 63. Tukienda katika suratu Ra'd aya ya 40, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum au natawaffayannaka fa innama alayka albalagh wa alayna alhisab. Hii ni suratu Ar-Ra'd aya ya 40. Sura hii pia imetaja neno natawaffayannaka, tutakapo kukufisha, yani tutakapo kuondoa katika uhai wa dunia. Hiyo ni sura ya pili. Tukienda sura ya tatu katika suratu Ghafir aya ya 77, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, fasbir inna wa'da Allahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum au natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratu Ra'd pia ametumia neno natawaffayannaka, tutakapo kukufisha. Kwa hiyo katika Qur'ani nzima Mwenyezi Mungu ametumia aya 3 peke yake ya kumfisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati aliposema au natawaffayannaka. Sasa tukirudi kwenye suratu Yunus, sura ya kwanza tuloisoma, suratu Yunus. Tukirudi kwenye sura ya kwanza tuloisoma ambayo ni suratu Yunus aya ya 46, ni sura ya 10 kulingana na mpangilio wa zile sura. Yani ukianza kuhesabu suratul Fatiha, Baqara, ukifika suratu Yunus ni sura ya 10. Alafu ukitoka suratu Yunus mpaka suratu Ra'd ni sura ya 13. 10 ukiongeza 13 utapata kwa jumla ni 23. Alafu ukitoka sasa kwenye suratu Ra'd ukienda mpaka kwenye suratu Ghafir, zile sura tulizozitaja 3, ukienda kwenye suratu Ghafir kwa mujibu wa mpangilio wa sura utakuta ni sura ya 40. 40 ukiongeza 23 inakuwa 63. Na aya zote 3 hizi zimetaja kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Zote zimetaja neno au natawaffayannaka, au natawaffayannaka, au natawaffayannaka mara 3. Na ukitizama sura zote hizi kwa jumla, suratu Yunus ni sura ya 10, suratu Ra'd ni sura ya 13, suratu Ghafir ni sura ya 40. Ukijumlisha hizi hisabu utapata ni 63. Miaka 63 ndio alioishi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo katika hizi namba 3, 10, 13 na 40. 10 ni ile miaka 10 alioishi Madina, 13 ni miaka ile alioishi Makka, 40 ni miaka alipopewa utume. Ukijumlisha zote utapata ni miaka 63. Tizama Qur'ani namna gani ilivyokuwa na ufasaha na utamu, na katika kufafanua mambo kiundani na kwa siri za hali ya juu sana. Kwa wale ambao kwamba wataielewa Qur'ani, endelea kutufuatilia katika kipindi chetu cha Balaghatul Qur'anil Karim. Utafaidika mengi yaliyomo katika Qur'ani tukufu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.